Kuna mwandishi aliandika Biblia, kitabu kile cha Lamentation, maombolezo, sura ile ya 3 mstari wa 17. Anasema, umeiweka nafsi yangu mbali na amani, hata nikasahau kufanikiwa. Yaani mafanikio huwa yanasahaulika, na kabla ya nguvu ya mauti kumtawala mtu huwa anasahau. Lakini baada ya kusahau kila jambo jema lenye mafanikio, anaanza kuota ndoto mbaya. Ndoto mbaya ni dalili mojawapo inayothibitisha ya kwamba nguvu ya mauti iko kazini kwenye maisha ya mtu. Bwana atusaidie sana jamani, haleluya. Hakuna mwanadamu awezaye kuishinda nguvu ya mauti kwa akili zake wala kwa ujuzi wake, isipokuwa sisi tuliookoka tumepewa jina la Yesu Kristo, ambaye Yesu alikufa msalabani halafu akafufuka. Kwa kuwa alifufuka tena kwa ushindi, amepewa mamlaka iwezayo kuhuisha na kututoa kwenye mauti. Jamani, haleluya, Bwana asifiwe. Sioni haya kumnena Yesu ya kwamba ukiwa na Yesu uko salama. Gonga tano na mwenzako, mwambie ukiwa na Yesu uko salama, rafiki yangu. Na habari ya mjini ni kuwa na Yesu. Hata uwe na hirizi ya namna gani, bila Yesu hautaishinda mauti. Hata uwe ni mchawi unayejulikana mtaani, bila Yesu ni bure. Habari njema ni Yesu. Unapenda nikwambie? Hakuna mganga wa kienyeji aliyekufa akafufuka. Hakuna. Iringa hapa hadi kuna mtemi nani, Chifu Mkwawa, si ndio? Ambaye alijipigaga risasi ya kadedi. Kwani alifufuka? Tunamuenzi Tanzania, tunamuenzi kwamba ndo chifu mkuu wa Iringa, lakini na uchifu wake hakufufuka. Na hata mizimu ilisasahaulika, imebaki tu ni utalii tu, na uko na kizazi chake tu. Lakini hata kizazi chake cha sasa ukiwauliza wajukuu zake kwamba unamkumbuka babu yako alikuwaje kuwaje, kumbukumbu ya Mkwawa haipo. Kwa nini? Pamoja na uchifu wake, pamoja na utaalamu wake, pamoja na utetezi wake wa jamii yake, lakini hawezi kuokoa maisha ya mtu. Ndio maana alikufa mwenyewe. Lakini Yesu anaweza kuokoa, kwa sababu alikufa halafu alifufuka. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Nimeupenda ule wimbo wa wale wanakwaya, mbarikiwe sana. Ukiwa na Yesu wewe ni jitu, sio mtu ni dude. Watakuroga, wanarogeka wenyewe. Wakichimba kaburi wanazikwa wenyewe. Piga kelele kwa Yesu, sema ye. Sema Yesu. Hebu muulize mwenzako, wewe unajisikiaje wewe? Mimi najua ukiwa na Yesu hata kabaridi kanapungua hapo. Yaani kwenye injili hii hata baridi inapungua kidogo. Maana Yesu anahuisha, homa zinaondoka. Tikise namna hii, sema amina. Samani, haleluya. Yesu ndiye dawa. Ndiye dawa huyu Yesu. Na leo nataka niseme ushindi wa mauti. Sema amen. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Paulo. Naomba tumsome huyu Paulo kwenye barua aliyewaandikia Warumi, mlango ule wa 8. Nisome mstari ule wa 31 mpaka ule mstari wa 39. Nisikilize vizuri. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe,
bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena yeye ndiye anayetuombea. Hebu mwambie mwenzako, kumbe Yesu ndiye anayetuombea. Watoto wa Bikira Maria, nisikilizeni. Maria hatuombei, anayetuombea ni Yesu. Ni Yesu. Na ndiye aliyesema hivi, ombeni neno lolote kwa jina langu na mimi nitalifanya. Ye Maria anabaki kuwa mama yake, hana uwezo wa kufungua mbingu, hata yeye amefunguliwa. Huyu Yesu mwanaume wa wanaume aliyekufa akafufuka, ndiye ameshinda kifo na mauti. Piga kelele kwa huyu mwanaume Yesu. Jamani, haleluya. Mimi najua hata kama utanichukia, nichukie tu. Lazima sindano iingie tu. Lazima msumari wa inchi 12 ni ugonge. Nigonge nisigonge. Ifike hatua na dini nazo tuzipirie, tuziulize maswali. Tuziulize maswali. Tunasemaje Maria atuombee? Imetoka wapi? Oya jamaa, hebu muulize mwenzako, hiyo imetoka wapi hiyo? Sio Yesu aliyesema. Wala kwenye Biblia nimejaribu kusoma Agano Jipya, vitabu vyote 27 nimemaliza. Hakuna paliposema Maria atuombee. Hapo tena uzuri, baba askofu, mimi mdadisi, baada ya kuokoka nimenunua Biblia ya vitabu 72. Nimemsoma sira, hajasema Maria atatuombea. Nimemsoma Tobiti, hajasema Maria atatuombea. Nimemsoma Yudithi, hajasema Maria atatuombea. Nimewasoma wa Makabayo wa kwanza na wa pili, hawajasema Maria atatuombea. Mpaka na Wisdom ya Solomon nimeisoma, haijasema Maria atatuombea. Lakini Petro ananena, anasema hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu Kristo, hilo peke yake. Jamani, haleluya, 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 haleluya. Mwangalie mwenzako usoni, ukimwona amenuna ujue mtoto wa Maria huyo. Bwana asifiwe. Na hapa sina bifu na dini ya mtu, ila bora ujue ukweli. Nguvu ya mauti haiondolewi na msalaba. Nguvu ya mauti haiondolewi na rozari, haiondolewi na tezibihi, haiondolewi na tai ya mchungaji wala kola ya askofu. Nguvu ya mauti haiondolewi na maji ya upako wala mafuta ya upako, ila ni kuliamini neno la Kristo na kuliishi jina la Yesu na kumpata Roho Mtakatifu. Huyo ndiye Mwokozi. Jamani, haleluya. Uzuri mimi shetani namjua. Shetani namjua. Jamani, Bwana asifiwe. Nilimsikia jana juzi mhubiri mmoja kule Mwanza kule. Ni kama Mwanza. Kwenye simu hizi za kufukuza shida hizi. Nilikuwa natembelea YouTube. Nikafukuza shida kidogo, nikatembelea YouTube. Nikakutana na mhubiri mmoja. Anasema hivi, acheni kumzungumuza shetani kwenye maombi wala kwenye ibada, kwa sababu shetani ni kakitu kadogo kadogo. Nikasema huyu mzee ni chachiboi tangu azaliwe, hajawahi kukutana na suruba ya shetani. Nisikilize nikwambie,
Kama haumjui shetani, nyamaza. Nyamaza. Tunaposema si lolote si chochote, tunaposema ni nyankarakata ni takataka, ni kwa sababu tumemmeza Yesu. Ni kwa sababu Yesu yumo ndani yetu. Ila bila Yesu shetani humuwezi. Lazima nikwambie ukweli. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako usitishike, lakini ukweli ndio huo. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna pambio moja iliimbaga wazee wa zamani hao akina Swenya zamani, kwamba tunakwenda mbinguni, tunakwenda mbinguni, kashetani kadogo kadogo, nikikashikashika nitakavunja vunja na kukatupa mbali. Wewe ila pambio zingine sijui zilikuwa zina uvuvio wa hatari. Kadogo kadogo, yaani msukule tu ukikusakama unaweza ukafikiri ndo Lucifer mwenyewe. Sio kadogo, ni dude, linatisha, ndio limebeba nguvu ya mauti. Tunaposema ni takataka si lolote, tunaye kamanda manyota aliyelishinda tangu msalabani, hata aliposhuka kuzimu akalinyang'anya mamlaka ya kuzimu, akapaa mbinguni. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Jamani, haleluya. Gonga tano na mwenzako, mwambie kaa vizuri na Yesu rafiki yangu. Nguvu ya mauti haitakuwepo kwako. Kaa vizuri na Yesu. Kaa vizuri na Yesu. Acha kona kona, nyoka mazima kwa Yesu. Jamani, amen. Haleluya. Mimi namjua shetani. Uzuri nimekaa naye. Mimi nafikiri hapa hata kama kuna watu walikuwaga wachawi au watu wachawi, sidhani kama walikuwepo waliofikia mimi. Sidhani. Kwa sababu mimi Lucifer ambaye ndo mungu mkuu wa mashetani, mimi nimemuona. Na sio kumuona tu, vikao vyake vitatu nimeshiriki, hadi zawadi nimepewa na yeye. Kwa hiyo Lucifer namjua. Ofisi yake, enzi yake. Unaposikia Lucifer, unajua wengi wanasema mchome shetani kuzimu, mchome Lucifer kuzimu, choma kuzimu. Ukichoma kuzimu haumchomi Lucifer, unaichoma enzi yake. Ila yeye yuko angani. Unajua hizi mbingu ziko mbingu tatu. Kuna mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Lakini kuna kitu ndani ya mbingu kinaitwa mbingu za mbingu. Mbingu za mbingu sio tatu, ziko 7. Alafu kwenye hizo mbingu za mbingu kuna kitu kinaitwa anga. Kuna anga la wachawi ambalo ni mita kuanzia 36 mpaka 49 anga hili. Lakini kuna anga la mapepo, ambao hilo anga la mapepo ndo linalofanya uwajibikaji wa uharibifu wa agenda za kimungu na vita ya Wakristo. Lakini kuna anga la tatu ambalo ni anga la malaika. Ziko anga 6. Anga la 6 ndio linaitwa anga la miungu isiyokaa kikao na binadamu, ambayo ikiamua kuponya hakuna auae, ikiamua kubariki hakuna wakurani. Hiyo miungu ina jina linaitwa Jehova. Ndio maana tunasema Mungu akae juu sana. Sasa nisikilize, unapenda niseme? Huyu Mungu huyu Jehova huyu ana nguvu kuliko tawala zote za mapepo. Wachawi wote kwa Yesu ni saluti. Majini yote kwa Yesu ni saluti. Lucifer mwenyewe kwa Yesu ni saluti. Anga zote zinatii.
Ndio maana Biblia imenena kwa Yesu kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri, unasema Yesu ni Bwana. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Yaani kuzimu inamuogopa Yesu kuliko kitu chochote. Kuliko kitu chochote. Hivi unaliona jua lile? Lile jua lile. Yesu akitajwa kuzimu, muunguzo wake ni zaidi ya hilo jua unavyoliona. Mimi nilikuwa nasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume, baba askofu, nikagundua mtume Paulo wakati ni Sauli, kilichomwangusha wakati anaenda Dameski kuua wanafunzi ni Yesu. Alimuona Yesu. Yesu hakuwa na bodyguard wala nini. Unajua alipokuwa duniani Yesu, Biblia inasema alifanyika nini? Mwili. Unajua dhumuni la Yesu kuvaa mwili? Alijitiisha mamlaka. Hakuwa kama alivyo. Ila kama angekuwa alivyo, tungededi wote. Wote waliomuona wangededi. Maana ni moto ulao. Likitajwa jina la Yesu ni moto ulao. Kuzimu yote inasalenda, mapepo yote yanasalenda, hata mauti inakimbia. Unapenda niseme? Wote waliofungwa na nguvu za mauti, ninatangaza katika jina la Yesu, wekwa huru. Maisha yako yafunguliwe, haki yako ipareje, watoto wako wapone, ndoa yako irejeshwe kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja, unanielewa, punga mkono juu namna hii, sema amina. Ndio maana sasa tusome hii andiko. Jamani, amina. Huyu mtume Paulo akiwa ni mshindi kwenye wokovu, ametoka kwenye upagani wa kidini, alikuwa ni msomi wa kidini, lakini Yesu moyoni hakuwa naye. Ameshika falsafa ya Mafarisayo na ni msomi wa hali ya juu, lakini Roho Mtakatifu hakuwa naye. Akapewa ruhusa awaue wanafunzi. Wakati anakwenda kuwaua wanafunzi, wakati huo anaitwa Sauli, anafika njiani akiwa anaenda Dameski, ghafla aliona mwanga wa ajabu. Biblia inataja nuru kuu kutoka mbinguni ikamwangazia, na pale pale kuna mambo mawili yalitokea. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua damu ya mtu siku zote haimwagikagi bure. Haimwagikagi bure. Alafu mbaya zaidi, chezea damu ya wapagani, sio damu ya walokole. Hawa wamenunuliwa na damu ya Yesu, na hiyo damu ya Yesu iliyomwagika msalabani inanena mema. Lazima Mungu atawalinda tu, hata wakila cha kufisha hakitawadhuru. Yeye Bwana ni mwokozi wao. Piga kelele waliookoka, nisaidie kusema amina. Paulo anatazama ile mwanga, akapigwa kama shoti yenye tetemeko la kimbunga. Yeye na mnyama wake aliyempanda, farasi, mweleka mzito mpaka chini puu. Wakati anahangaika pale, wale wachukua silaha wake wanajeshi 100 walioambatana naye wakaona hii ishu sio ndogo. Wakajua hii vita hatuwezi kupigana nayo kwa silaha, dawa miguu tusaidie. Wakakimbia, wanamuacha peke yake. Ile anahangaika, macho ya Sauli yalitazama nuru ambayo ni Yesu mwenyewe. Yalivyotazama, Biblia inataja pale pale yakapigwa upofu, hayakuona tena. Pale pale akiwa anahangaika, anaumwa, macho yanauma, anahangaika, mweleka unamuumiza. Lile vurugu ya moto wa mwanga aliyouona linamtesa. Akaanza kupiga kelele, Wasukuma wanasema mwano. Akapiga mwano Sauli, jamani nisaidie, msaada, nisaidie. Pale pale akasikia sauti ya yule mwanga inamwita, Sauli,
Sauli, mbona unaniudhi? Akajibu, yani ule ubabe wote wa elimu umeishaisha, ule jeuri yote ya kuua walokole imeshaisha. Akasalenda, anajitetea, anasema hivi, wewe kwani ni nani Bwana? Sauti kaongea, bendera chuma, mlingoti chuma, ikasema, ni mimi Yesu ndiye unaniudhi, na sasa ninakutuma wewe, unaenda kuua, hautaweza kuua. Badala yake wale unaoenda kuwaua, nenda wakuambie yatakayokupasa kufanya, yaani utaponea kwao. Samani, haleluya. Kuna mtu hapa anadharaulika kwa sababu hana hela, kwa sababu hana ndoa, kwa sababu kila anachokifanya kinaangukia hasara, na watu wanasema tutaona mwaka huu itakuwaje. Wengine wanasema utazehekea nyumbani, hautafunga ndoa. Lakini naisikia sauti ya Roho Mtakatifu inaniambia watashuhudia baraka yako, na hao wanaokudharau wataomba msaada kwako. Na mimi nakutamkia kwa jina la Yesu, wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Mauti inaondoka kwako, rejeshewa ushindi na uzima kwa jina la Yesu aliye hai. Anafika kule Dameski, Sauli anakutana na mtu anaitwa Anania. Cha kuchekesha, mwamba ana PhD ya falsafa na theolojia, lakini Anania kama shule ni kubwa raha 7. Yaani mwamba ana PhD, ni msomi, ni mzamivu mkubwa. PhD ni kiwango cha juu cha elimu. Ukivuka hapo unaenda kuwa nani? Profesa. Sasa mwamba ana PhD, ametunukiwa, ni mmoja wa wazee wa Kiyahudi wanaoamua kifarisayo. Anatua kwa darasa la 7, halafu analia help me, analia msaada. Mwamba Anania anakuja, yeye haji na elimu, haji na theolojia, haji na gombo la chuo, anakuja na jina la Yesu lenye uwezo wa Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Kuna neno moja mnalipenda sana, linasema hivi, hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Hawa wameinama na hawa wameanguka, lakini sisi tumesimama na kuinuka. Lakini neno la Mungu lingine linasema, wala sio kwa majeshi, wala sio kwa silaha, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Unapenda niseme Bwana asifiwe? Mwambie mwenzako ujazwe Roho Mtakatifu. Usiridhike kuwa muumini tu, hakikisha ufundishwe neno la Kristo hili na ukae kwenye hilo fundisho na uombe bila kuchoka, halafu upokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Huyu Anania akiwa na Roho akamwendea Sauli akamwambia hivi, mpendwa Sauli, Yesu Kristo amenitokea na amemwachilia Roho Mtakatifu kwa ajili yetu, na huyo Roho amekusamehe dhambi zako zote na amekuondolea tatizo lako la macho. Akamwekea mkono machoni hivi, akatoa, akachukua maji yenye vuguvugu, akamnawisha. Alivyomnawisha, ala, kumbe upofu wa Sauli kulikuwa na vimagamba, vikatoka vimagamba. Sauli akapona macho, na alivyopona macho, pale pale akasema, huyu Yesu na mimi nitamfuata. Elimu yangu naiweka pembeni,
utaalamu wangu nauweka chini, ninakubali kufundishwa elimu ya Roho Mtakatifu. Akakaa chini ya miguu ya mitume miaka 3 mizima akifundishwa habari njema ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Alipojazwa, Yesu akamchagua, Roho Mtakatifu akamchagua pamoja na Barnaba waanze huduma ya Injili. Jamani, haleluya! Wakati anahubiri Injili, vita ya huduma ilimsonga, mauti ya kiroho na ya kimwili ilimuwinda. Wakamuwinda, makesi hayaishi, mavurugu hayaishi, hadi wanaenda safari kuelekea kwenye kesi. Wanafika baharini, mashua inazama, lakini yeye anatiwa nguvu, anawaokoa wenzake. Alipofika Rumi, anawaandikia ujumbe huu, anasema Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Jamani, Bwana asifiwe. Maisha ya mtu yeyote asiye na Yesu, hata awe tajiri, yako gizani, yako gizani 100%. Hata awe ni mheshimiwa waziri, kama hana Yesu, maisha yake yako gizani. Hata awe mheshimiwa rais, kama hana Yesu, kuna giza nalo. Nisikilize nikwambie kwa nini. Nisikilize kwa nini. Bwana asifiwe. Hebu uliza kwa nini? Giza lenyewe ni hivi: urais ni cheo, lakini rais ni mtu. Unanielewa eh? Uwaziri ni cheo, lakini waziri ni mtu. Ubunge ni cheo, lakini mbunge ni mtu. Uwanajeshi ni cheo, lakini mwanajeshi ni mtu. Utajiri ni cheo, lakini tajiri ni mtu. Shetani hatafuti rais, hatafuti wanajeshi, hatafuti jeshi, hatafuti bunge, hatafuti wizara. Shetani anatafuta mtu, na kwa kuwa anatafuta mtu, huyo mtu asipokuwa na Yesu hana msaada. Hata uwe na waganga wa kienyeji waliokuchanja chale ngapi, kama huna Yesu ni zero. Ni zero. Sisi watu tunasema ni kinyogwa chugutio nyaguragusa. Yaani hauna uwezo wa kumtoroka Shetani. Anakusikina. Anakusikina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unanielewa mpendwa? Nilikushuhudia mwaka jana nilipokuja hapa. Nishuhudie tena. Wakati mimi nimeokoka kutoka kwenye uchifu wa kichawi, uchifu satanike, na nilikuwa natumika uchifu aina 3: uchifu satanike, uchifu satanisti na uchifu satanist. Ule uchifu ni uchifu wa hali ya juu. Yaani hawa machifu wote Tanzania walikuwa chini yangu, maana Afrika Mashariki na Kati, yaani East Africa and Central Africa, mimi nilikuwa chifu namba 7. Kwa hiyo Tanzania hii waliokuwa pamoja na mimi walikuwa 3 na mimi 4. Tanzania mwingine alikuwa Kenya, alikuwepo mmoja tu, lakini wengine 2 walitoka Uganda, mwingine Burundi. Lakini tulikuwa tuna survive. Afrika Mashariki na Kati tulitawala sisi. Mimi nilikuwa namba 7, lakini tulikuwa watu 296 katika bara la Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Lakini wakati naokoka, nisikilize vizuri, miguu yangu hii nilikuwa nimeitoa kafara kwa Shetani. Lakini sio tu miguu, maana yake miguu nilikuwa siwezi kutembea hivi, baba askofu. Ukiona natembea hivi ni Yesu. Yaani baada ya mimi kuokoka, miguu yangu ingekuwa imeshakatwa yote, ila Yesu. Kesho nitakuonyesha, nitakuwa sijavaa soksi asubuhi, unikumbushe. Nitakuonyesha na alama miguu hii nilitoaga kafara. Leo mimi nakwambia wewe uokoke, hata majini yenyewe hujui, maskini ya Mungu. Umechanjwa chale zenyewe usiku umelala. Mauti. Mimi ameiondoa kwangu, haipo. Bwana asifiwe.
Nisikilize ushuhuda huu nikwambie kilichotokea. Sio tu miguu. Wakati nimeingia daraja la 3 la abudu shetani, linaitwa Freemason Club International Association Secret Society, kwa cheo cha Dark Angel White Craft juzi wati craft ulupa ni stasa ya kabulalo. Nilitoa kafara ngumu. Ile kafara ni ngumu. Nilimpa shetani kizazi, na akanichoma sindano ya sumu kwamba maisha yangu yote sitaoa milele, sitazaa milele. Mimi nikawa toashi wa shetani. Ndio maana juzi nilisoma habari ya toashi. Ukisikia mtu anafanywa toashi, maana yake uwezo wa yeye kuzaa unaharibiwa. Mimi nilifanywa toashi wa Freemason, na nikawa kwenye cheo cha Master Mason kwenye madaraja 3. Daraja la Koma la Unyagu, daraja la Machinjo, lakini na daraja la Juzu White Craft, yani wakala wa shetani. Sasa nisikilize, kama asingekuwa Yesu, hapa nilipo ningekuwa sina kizazi. Yaani ningekuwa padri wa kirokole. Sina maana mapadri hawana kizazi. Wale wamejifanya toasi kwa ajili ya Bwana. Tuwaache na Mungu wao. Bwana asifiwe sana. Ila mimi ningekuwa padri wa kirokole aliyefanywa toasi na mapepo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwangu. Sio hilo tu. Sio hilo tu. Ngoja nikuonyeshe alama zinazoonekana pasta. Unaiona hii alama hii? Hii hapa. Hii ni rulu chuma kiliingizwa ndani yangu na mapepo. Ngoja nivue saa nikuonyeshe. Namuonyesha Bishop atakuhadisia yeye. Unaona alama hii? Hii haya ni meno ya chatu. Haya ni meno ya chatu haya. Kwa hiyo mimi nilikuwa nabadilika na kuwa chatu. Mbona unashituka? Wewe unashituka leo nishakuwa handsome. Zamani zile usinge nitamani. Nilikuwa na tisa. Bwana tusaidie. Acheni niseme Yesu anazidi nguvu za mauti. Ameniokoa mimi kutoka kwenye nguvu ya mauti. Matokeo yake leo ninafaa. Nataka nikutie moyo Mtanzania, huu ni wakati wa kurudi kwa Yesu. Usipoteze muda, wasikudanganye eti hautapona. Kwa Yesu yote yanawezekana. Eti wewe ni mjukuu wa mganga wa kienyeji, mganga mwenyewe hata hukumuona, halafu mizimu yake inakujia inakuambia hautazaa. Nyankarakata, hautazaa. Allah, wachawi ni takataka, mende, kunguni, viroboto, sisimizi, panya. Acha kuyaogopa hayo matakataka. Acha. Yesu akiwepo upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Tamani haleluya. Gonga tano na mwenzako mwambie leo tumepona. Yesu yuko upande wako. Piga kelele mpaka mbingu zisikie. Jamani haleluya. Unaona shetani anavyotesa watu? Mimi wanawasikia watu wananiambia, napokeaga masimu mengi, vijana wengi rika yangu, wengine wazee wananizidi, wananiambia pastor, tunaomba connection, utuunganishe na sisi twende huko. Ninayaangalia hayo mazezeta. Mwingine namshukuru Mungu kutoka. Wewe unalilia uende. I say, usiangalie upande mmoja wanaokudanganya wale. Sikiliza tuliokuwa huko tukuambie ukweli ukoje kutoka huko. Nisikilize nikwambie, hakuna mtu anayeweza akaenda kuzimu akarudi isipokuwa ni yule anayehurumiwa na Mungu kwa neema ya Kristo Yesu, yani kuokoka. Yani baba askofu, mimi mpaka leo Katekera niko hapa.
niko tayari hata saa hii nichinjwe, ila siko tayari kumkana Yesu nirudi huko. Siko tayari, maana napajua sio tu kwamba naukana wokovu, kwa faida yangu. Nikirudi huko, Mungu wangu, sijui kama hata dakika 10 zitaisha, yatakuwa yamenisigina. Sikiliza nikwambie Tanzania, Yesu ni uzima kweli na anaondoa nguvu za mauti. Mimi amenisaidia, ninao ushahidi, atakusaidia na wewe. Eti wamekufunga uchumi usifanikiwe, ni kwa vile hujamjua Yesu. Okoka uone. Waimbaji jana waliimba hapa wakasema utamu wa ngoma kuingia kucheza. Mimi nilikuwa na dharau walokole zamani, ila nilivyookoka sijuti kuokoka. Kila siku natamani kuokoka tena. Yesu asituache wa Tanzania. Jamani, haleluya. Mimi nilikuwa nimesacrifice vitu vingi kwa shetani. Aya, unaona hapa mkono wangu huu hapa kuna alama nyingine nikuonyeshe. Hii hapa na hii. Kuna hivi vitu ambavyo mnavaa, hivi vinaitwa kacha, bangili, hereni, sheni, si mnavyo? Sio vyote eti ni salama. Kuna vingine vingi vina mikataba ya mashetani. Na ndio maana nakushauri uokoke, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani mwako, ukivaa kile cha shetani utakosa amani. Na ukiona unakosa amani, usilazimishe. Kinachowaponza walokole wengi wa sasa hivi ni kitu hiki. Anasema hivi, mbona na fulani amevaa, acha na mimi nivae. Mbona na mtumishi na nilii fulani anazo, acha na mimi niwe kama na nilii. Unamjua yule mnakutania barabarani na sokoni na kanisani, ila nyumbani kwake hupajui, wala usiku akisinzia hujui. Wengine unasinzia wewe, yeye anaamka. Wewe unapiga haleluya Bwana hadi asubuhi, usingizi wa kukoroma, unaendesha gari la kitandani, yeye anaamka anaendesha ndege ya angani. Nisikilize, usiigeige vitu. Bwana tusaidie. Nikupe kodi mlokole, hautaweza kujua mali ya shetani ni ipi, wala mali sahihi ya kibinadamu ni ipi, kwa kuwa kwa kila sehemu shetani amejipenyeza. Na Biblia imesema hivi, ole wa nchi na bahari. Nchi ni watu, ni dunia, kwamba kwa kuwa mshitaki wenu ametupwa kwenu, akijua ana wakati mchache. Kwa hiyo anatumia vitu sahihi kuvipindisha visiwe sahihi. Nisikilize, anayetusaidia tuwe salama ni Roho Mtakatifu. Ndio maana Watanzania tupende kuokoka, tujazwe Roho Mtakatifu ili atusaidie. Jamani, haleluya. Wale walikuwa wanasema rasta ni za mashetani. Sasa nikufunulie sasa, sio tu rasta, hadi na hizo kucha unazoongeza hapa ni za mashetani nyingi. Hata hayo mahereni, mapete, shetani anaweza kuyatumia. Sio tu hayo, hata na vile viatu vya nkonkonko anaweza kuvitumia. Ila utamshindaje shetani? Hebu muulize mwenzako, wewe utamshindaje shetani? Roho Mtakatifu atakusaidia. Saino ya Roho Mtakatifu ni hii: ukiona unakosa amani katika kuvaa, kununua, kuchagua, kuchukua, ukikosa amani siku zote, hata kama ni kizuri namna gani, hata kama unapewa bure, acha. Ukilazimisha
unabeba mzigo wa hatari wa mauti. Kodi ya pili ni hii: moyo unadunda, unahisi kama nywele zinasisimka, kama vile kahoma si homa, na unaanza kuwaza, kwa nini nakinunua hiki? Kwa nini nakivaa hiki? Ukishaihisi hiyo dalili, rafiki yangu, acha. Hata kama ni sare ya kwaya acha. Kwa nini? Bora uonekane mshamba ila uwe salama wapi? Rohoni. Kwa nini? Roho ya Mungu haineni na vitu, ila inanena na sisi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe usiye na Roho Mtakatifu sasa, sijui itakuwaje, sijui. Nikikushauri na kushauri uachane navyo. Bwana asifiwe sana. Sio dhambi, hapana, ila vina madhara, kwa sababu na shetani naye anaweza kufanyaje? Kuvitumia. Sasa mimi ile nilikuwa na kacha za kishetani, lakini sio hizo za kwako. Zile kacha zilikuwa zinanyonya damu kwangu, zilikuwa mbili, hii na hii. Kila moja lita 3.5 za damu kwa wiki. Kila wiki damu yangu lita 7 shetani anakunywa. Sio tu hivyo, hapa kichwani ukipangalia pamebonyea hapa. Palikuwa mjusi. Hii mjusi kafiri hii ulikuwa unaishi hapa. Mimi nilikuwa na nywele nyingi, marasa hii ndasta. Ilikuwa inafunika mjusi. Ule mjusi kwa wiki na wenyewe ulikuwa unakunywa lita 7 za damu. Kwa hiyo ili mimi niweze kuirisha mijusi na haya makacha, inabidi ninywe damu na mimi. Ndio maana wachawi wasikudanganye, wanakunywa damu. Freemason hao wanakunywa damu. Usiwaone wanavaa mavazi ya amana ya samani, wanaendesha magari makali. Wewe wameengeji kwenye damu. Lakini hayo mateso yote, miguu ilikuwa kafara, inaoza, kizazi sina, damu inanyweka. Lakini kwa utajiri nilikuwa nao. Yaani mimi nashangaa watu siku hizi waliniona na kagari kangu wako, maskini ya Mungu, ka kibiriti kangu, wanasema hizo hela anazitoa wapi? Na waangalia, anacheka. Unanicheka kibiriti hiki? Mimi nilikuwa na ndege niliyokuwa nayo wakati huo niliinunua mwenyewe visiwa vya Komoro na Seychelles. Nilinunua pesa ya Kitanzania bilioni 998. Staff Air ambayo tulikuwa tunasafiri ya kichawi mzee. Ile ndege mzee, tulikuwa tunasafiri kwa dakika 5 kutoka Tanzania mpaka Brazil. Kwa dakika 5. Sasa hata hiyo private jet hiyo inaweza kwenda kwa dakika 5 Brazil. Kwanza hiyo haiwezi kufika Brazil, maana kila ndege inapimwa uwezo wa kutembea. Sasa mimi ilikuwa na uwezo huo. Bwana tusaidie. Sio tu vitu vya kichawi, vitu vinavyoonekana. Dar es Salaam hapo nilikuwa na magorofa, magari hayana idadi, yanayotumiwa petroli, yanayotumia diesel, hata yanayoendeshwa kwa damu nilikuwa nayo. Mwanza nilikuwa na magorofa na holi nyingi sana. Arusha nilikuwa nayo, mpaka Kahama, mpaka Mbeya. Hapa Iringa hapa sikuwa na kitu, kwa sababu ilikuwa ni mji wa machifu. Tulikuwa tunakuja kuswali tukusujudu. Kwa maana hii Iringa naijua sana, na chimbo langu kubwa ni Ipogoro. Hiyo Ipogoro naijua kuliko wewe. Huu mto Ruaha
naujua kuliko wewe. Una malango mangapi ya kuzimu? Una machimbo mangapi? Una minenge alutale mingapi? Najua. Bwana atusaidie sana. Leo hii Bwana, nimeachana na vyote kwa sababu ya uzuri wa Yesu. Nilipookoka mpaka leo hii huwa watu wananiuliza. Nilikuwa Dar es Salaam siku moja na wachungaji rafiki zangu. Wakaniuliza, hebu tuonyeshe hizo nyumba. Nikawapeleka Masaki, tukaikuta bado ipo. Gorofa mchana na usiku taa zizimwi, zinawaka kwa sababu chifu wake ndo mimi. Nilizikana nikazitoroka. Anamiliki nani? Si chifu aliyeingia baada yangu alipewa, maana mimi nilikimbia. Bwana atusaidie sana. Nataka nikwambie maneno haya ya kwamba bila Yesu hauwezi kusalamika, hata kama uwe na mali gani. Nataka nikwambie, msikimbilie hivyo vitu mnavyoviona huko barabarani. Eti bora nife mapema ila nife tajiri. Sikiliza, utajiri wa bila Yesu hauna baraka yoyote. Utamaliza ndugu na familia tu, lakini mwisho vitakuua na wewe. Mimi namshukuru Mungu, kabla sijafa nimeokoka na sina tamaa ya kuvirudia. Hata viishi kule Masaki, hata vikae kule Posta, hata vipotelee mbali, ninayahesabu kama mavi kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Jamani, Bwana asifiwe. Unaelewa sasa shetani anavyotesa watu? Hivi bila Yesu ningekuwaje? Hata kama nisingekufa ningekuwaje baba askofu? Sina kizazi, miguu imeliwa, mikono inaliwa damu kila wiki, kichwa kinaliwa. Ningekuwaje? Mbaya zaidi, ukiniona hivi sikuwa kama mtu. Pamoja na utajiri na nguvu na uwezo, nilipewa mvuto wa nguvu ambayo nikiwa katikati ya watu wananiona kama chizi. Kama chizi. Lakini sio chizi, ni tajiri. Amen. Wanafunzi hawa wanaoenda vyuo wa form 4 hao, form 2, wengi hawasomi kwa akili zao. Walikuwa wanakuja kuniomba mimi nguvu ili waende wafaulu. Wafanyabiashara wakubwa, unavyoona maduka yanajaa, usitamani mali ya jirani yako, hujui imetoka wapi. Wengi walikuwa wanakuja kupewa mvuto na mimi. Wanasiasa wengi, yenyewe sasa ni siri ya nchi, tusiiseme sana, ila yanatisha. Mpaka leo hii naongea na wewe, na uzuri tuko kwenye media. Kuna watu waliokuwa wateja wangu wanajua hiki kitu, maana wako hai. Mzee, mimi kuna mahali naweza nikatembea, tukienda na wewe utakamatwa, ila mimi wananiacha kwa sababu wazee wanasema huyo muogope, mwacheni. Kwa nini? Walinitegemea. Lakini heshima ile yote si kitu, na yaona kama mavi takataka. Ninamshukuru Kristo Yesu na Roho wake Mtakatifu kwa uzima wa kweli, kwa kupokea wokovu. Sasa baada ya kuokoka, Bwana asifiwe, sema ehe. Huyu mguu huu uliokuwa wa kwanza kutolewa kafara ukaunda kansa, na nikaplazwa hospitali. Nakwambia na jina la hospitali uende ufuatilie kama unataka kupata uhakika. Hospitali ya Maweni ndio rufaa iliyoko mkoani Kigoma. Na dokta wangu walikuwa wawili, mmoja alikuwa anaitwa Barunguza, mwingine alikuwa anaitwa Juma. Wakachukua sampuli kwenye mguu, ndio hii alama kwa askofu. Hii hapa. Hii alama hii hapa. Hii alama ni nyama walichukua, wakapeleka Bugando. Madaktari wa Bugando wakarudisha majibu kwamba mguu umeoza. Hiyo kansa imetafuna mpaka mfupa.
na inaonekana akatwe mguu juu ya maungio ya mguu, yaani hapa, na wakaniambia afanye haraka, maana inasambaa kwa kasi. Majibu yalipofika hospitali, uzuri yule Dr. Juma alikuwa ameokoka, na Dr. Barunguza naye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, tena mzee wa kanisa. Barunguza akanishauri, akasema, kijana wangu, wakati huo unajua nilikuwa nimekamatwa na warokole, lakini sijaokoka bado. Barunguza akaniambia, kijana wangu, wewe baba yako namfahamu, ni mchungaji, lakini wewe unafia dhambini, hii kansa itakuua, lakini naomba nikushauri mwanangu, okoka, hii mauti Yesu ataiondoa. Nikamuuliza, unanihakikishia nikiokoka sitakatwa miguu yangu? Akasema, inawezekana, Yesu Kristo anaweza. Nikamwapia Dr. Barunguza, yule baba mpaka leo ni baba yangu wa heshima kabisa, yaani nampenda kweli, na Mungu amemtunza, amestaafu daktari, ila yupo pale Kigoma. Siku moja baba, ukienda Kigoma kuhubiri unikumbushe, nikuonyeshe huyo mzee, hata kama nitakuwa wapi nitampigia simu aje akusalimie. Yupo pale Katubuka Kigoma. Yule mzee akaniambia, waliompokea Yesu aliwapa uzima, na sio tu uzima, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo ukiokoka utakuwa mtoto wa Mungu. Nikamwambia, na hapa naokoka, na kwa kuwa naokoka niko tayari kufa, ila siko tayari kukatwa miguu na kufa na viungo vyangu, ila unisaidie kuniombea, Yesu anisaidie, hata kama nakufa nisirudi kuzimu, niende mbinguni. Hiyo ndio ilikuwa sauku, maana najua nikirudi kuzimu, Mungu wangu inanira. Yule mzee akasema, haufi, twende. Ruti ya Bugando ikastop kwanza, nikapelekwa kanisa la EAGT Mji Mwema kwa mchungaji Dr. Alexander Mgunda pale, wakaniombea sala ya toba. Mgunda alipofika akaniangalia, akasema, wewe unaitwa Amieli? Nikasema ndio. Mtoto wa mchungaji Katekera? Nikasema ndio. Sasa kama ukikubali kuokoka, Mungu wangu hatakuacha. Unamwamini Yesu? Nikasema ndio. Akaniongoza sala ya toba yule mzee. Alivyoniongoza sala ya toba, akaweka mkono kichwani. Unajua hiyo siku nilikuwa kama Naamani. Mimi nilijua kwamba ili muujiza utokee ni mpaka uombewe sana, mtu anene kwa lugha paka na kata paka na hadi mate ya kurukie, akulilie na machozi. Hamuna. Mungu ni roho, na roho ni moto. Imani yako ikimpokea tu, tayari Biblia inasema yote yanawezekana kwake aaminie. Jamani, haleluya. Yule mzee aliweka mkono tu hapa, akasema, Baba, katika jina la Yesu na kuamini wewe Yesu uliyefufuka kutoka kwa wafu, mfufue huyu kijana, Roho Mtakatifu msaidie, amen. Nikasema simple, kirahisi hivi. Wakawepo wa mama wawili, mama mmoja anaitwa Mama Barunguza, mwingine anaitwa Mama Zagwi, wakaambiwa, na mwingine anaitwa Mama Njiti, wakaambiwa, hebu msaidieni huyu kijana. Sasa Mama Njiti alikuwa ni mtaalamu, ni nesi hivi, akachukua kitambaa akaanza kunisafisha lile donda, huku ananena kwa lugha, wanaomba. Wewe pakatoka usaha mwingi, likapasuka donda kubwa. Walipokemea, wanakemea, pakatoka mawe 6 kwenye miguu yangu na minyoo 4 ikatoka. Ilivyotoka wakaniombea, nguvu za kansa zikafa, roho ya mauti ikatoka, nikaombewa urejesho wa uzima na afya.
Huwezi amini, nilikuwa naburuzwa hadi kwenda chooni na bebwa, lakini baada ya kumpokea Yesu siku 3 tu nikaanza kutembea hivi. Baada ya wiki moja nikaanza kutembea hivi. Baada ya mwezi mmoja nikaanza kutembea hivi. Baada ya miezi 3 bendera chuma, mlingoti chuma. Matokeo yake mpaka leo ubuhiri huimana, bendera chuma, mlingoti chuma, ninatembea kibabe na Yesu ndani. Jamani, haleluya! Damu yangu mkononi haikunyweka tena, wala kichwani kwangu haikunyweka tena. Mwaka 2016 nikiwa tayari nimetoka jeshi la polisi na tayari ni mwinjilisti wa jimbo, ninamhubiri Kristo, nikiwa mkoani Tabora Sikonge, Roho Mtakatifu akaniambia, tukiwa na askari mmoja anaitwa Atanasi, kwamba mwaka huu ni mwaka wa muujiza wako. Nikawa nimempigia mwinjilisti mmoja, ni inspector. Unajua wanajeshi nao wanaokoka. Yule inspector anaitwa Inspector Mkono, mmoja Mhaya, mmoja kutoka Bukoba. Akaniambia, pasa, njoo tuombe. Nikaenda tukafunga na kuomba, tunamuita Yesu. Tulivyomwita Yesu, nikaenda kuhubiri injili Kibondo. Roho Mtakatifu sasa amefurika ndani yangu, na mimi sio yule tena mwenye majini, ila ni mwana wa Mungu tayari. Wakati ninaomba nikasikia sauti inaniambia, toa sadaka, toa sadaka, utafunguliwa. Nikawaza, nafunguliwa nini tena wakati naombea wengine wanafunguliwa? Yaani nilikuwa nimeshaipokea kwamba mimi sasa sina kizazi, imeshaisha hiyo. Kwa hiyo nikawa nimejisacrifice tu kwamba kwa kuwa madamu nimeokoka, nitaishia kwenye injili tu, nikipata hela iishie kwenye kujenga makanisa tu. Mambo ya kizazi najua shetani alishakula. Wewe, Mungu sio mwanadamu. Jamani, haleluya. Ndio maana nawaambia watu wa Iringa, mimi naheshimu sana sadaka, na ninaogopa sana mtu anayetoa sadaka. Usidanganyike mpendwa, sadaka inakomboa. Mimi iliniokoa, jamani, amen. Nikapata kamshahara. Nilipopata mshahara nikatoa sadaka yote. Nilipotoa sadaka, mama mmoja, mama mchungaji, akaniombea, akasema, asante Mungu kwa ajili ya huyu kijana, na sasa umbariki baraka za rohoni na za mwilini, na ukampe mke mwema na watoto wa kiume na wa kike, kwa jina la Yesu, amen. Alivyosema amen, wewe, halo halo halo, wiki 2 hazikuisha, kizazi akarudi. Jamani, haleluya. Unapenda nikwambie, mpaka leo hii nikapata mke mzuri, my baby, my honey, my roseni, my kaputula. Mungu akaniamini, akanipa na watoto tena wanaofanana na mimi, mpaka madurungu. ya hadi weusi kama mafuta ya bunduki, wanafanana na mimi. Nikapata njema ya kiume inaitwa Emmanuel. Sijakaa sawa na njema ya pili ya kiume tena, kichwa kama injini ya treni kama cha kwangu, inaitwa Danieli. Ikatokeza matokeo yake Mungu akatuamini, akatuongeza. Sasa hivi na kakike kamekuja, kanaitwa Precious. Wote wanafanana na mimi. Mke wangu akanilaumu, wewe una damu mbaya, umeniharibia watoto, hadi katoto kakike kamefanana na wewe, wala kakiko keusi, kakiko keupe kakafanana na mimi. Nikasema, wewe niachie njemba hizo, siache hizo njemba. Mungu ameamua zifanane na mimi, ili wale tuliotolewa kafara pamoja, ambao mpaka sasa hawana vizazi na hawajaokoka, wakiwaona watoto wangu wajue Mungu sio mwanadamu. Na mpaka leo mimi ni baba, na watoto wengine wengi wako njiani wanakuja. Jamani, haleluya. Walinitabiria watu, mpaka wengine wachungaji, utakufa hauna.
wakachukua hadi wakavizia koti langu. Mmoja akaja kama maskini akaniomba koti, nikampa, akaenda nalo akalizika, na akasema namzika Amieli nafsi yake, hatakufa bila kufanikiwa. Akachukua na chungu, akamwaga damu ya kuku, akafunika juu ya hilo koti, akafukia na udongo. Wewe na laana zote na damu zote wamemwaga. Matokeo yake walisema nitakufa bila hata ndala, leo nina viatu hivi hapa. Takufa bila nguo, leo nina suti hii hapa. Nitakufa hata nyumba sina, sasa hivi nina nyumba, na sio nyumba, tuna nyumba inayotembea ile pale. Aya, laana iko wapi? Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ndio maana Paulo anasema Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Piga kelele kwa Yesu. Unapenda niendelee? Taendelea kesho. Simama juu, simama juu, ni kunenee baraka za Bwana. Huyu Mungu aliyetenda kwangu, nataka nimuombe atende na kwako, aifute aibu na historia ya kunyanyaswa katika jina la Yesu aliye hai. Yeye aliye Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye Bwana peke yake. Akasimame upande wako, akulinde katika njia zako zote. Sema amen. Naomba unisogelee rafiki yangu, nisogelee. Alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti. Alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Uliyelipa deni ya mauti, uliyelipa deni ya dhambi, uliyelipa deni ya umasikini, uliolipa deni ya mateso, pale msalabani ukafa kwa ajili yetu. Na kama yasemavyo maandiko, Kristo Yesu alitukomboa katika mauti, kwa kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu. Bwana, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa lile neno umelituma katikati yetu. Asante kwa Roho wako Mtakatifu. Asante kwa ile kazi ambayo umeianzisha ndani ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya watu wa Iringa. Asante kwa ajili ya wababa hawa na wamama hawa wazuri. Asante kwa ajili ya vijana. Asante kwa ajili ya mabinti. Jioni ya leo umetangaza ushindi dhidi ya nguvu za mauti, na umenena habari njema jinsi ulivyomtetea Paulo. Akasema ukiwepo Mungu upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Na Bwana, asante kwa ushuhuda ambayo umenikumbusha ninene na watu hawa, vile ulivyonitetea kwenye nguvu za mauti. Wewe Yesu uliyefufuka kutoka kwa wafu, tetea maisha ya watu hawa. Ninanena upatanisho wa wokovu katika maisha yao. Ninalifukuza giza, ninafukuza mapepo, ninafukuza magonjwa, ninafukuza laana, ninafukuza nguvu za mauti katika jina la Yesu. Ninainena nguvu ya uamsho na urejesho wa thamani ya maisha katika jina la Yesu Mwokozi. Wapo alipo, ninaituma operation ya Roho Mtakatifu, operation yenye wokovu, ikakutane naye, mapepo yake mwachie, nguvu za giza ziondoke, magonjwa na vifungo viachie maisha yake kwa jina la Yesu aliye hai. Amen.